na mama, Tanzania wana mama mkwaja kosea, umeletea nyama. Sijali baba, nakupenda sana, mama mkwaja kosea, umeletea bwana. Wewe ndo umeniweza mi, wewe ndo umeniweza mi. Alright, mambo vipi mwana Love Vibe TV? Mimi ni Mr. 911. After a long time hujaweza kunisikia kwa muda wa wiki 3 baada ya matatizo ya kiafya, lakini pia tunamshukuru Mungu kwa sababu we back again, lakini tumerudi kwa kishindo. Lakini baada ya kurudi kwa kishindo, hizi hapa ni taarifa za habari, lakini pia na zile update ambazo zinaendelea kuhappen, na mimi ni Mr. 911. Karibu sana, hii ni Love Vibe TV. Salia nasi ili tuweze kwenda mwanzo mwisho, mwanzo mwenga. Anaitwa Louis, jina lilopewa na baba na mama yake, lakini tasnia ya muziki ikampokea kwa jina la Fighter. Lakini alianza career yake katika muziki kupitia kundi kubwa la Team Striker, ambalo kundi hilo linasimamiwa na kaka yake Emmanuel almaarufu kama P-Boy Striker. Katika harakati za kutaka kuonesha kipaji chake, Fighter aliondoa kwenye kundi la Team Striker, na jamii nzima kumradhi ya tasnia iliweza kumpokea kwa wimbo wa kwanza kama solo artist ukiwa unaenda kwa jina la Señorita. Lakini pia aliweza kutamba na wimbo ambao unaenda kwa jina la Naishi Nitakavyo, Siri Nje na nyingine nyingi. Na kolabo yake ya kwanza akiwa msanii kama solo artist, msanii ambaye anaperform mwenyewe bila kuwa na usimamizi mwingine wa kundi, alifanikiwa kutoa kolabo yake ya kwanza na Emoda Papa. Hiyo ilikuwa ni kolabo yake ya kwanza, lakini pia kolabo ya pili aliweza kuitoa akiwa na Mzee Mzima ama Malkia kwa sasa, by the way. Kumradhi kwa kutumia kauli ya Mzee Mzima. Malkia ambaye kwa sasa ni Dogo Zoo, ambaye sasa hivi anafanya kazi chini ya usimamizi wa Grand Music, lakini pia na Mzee Mzima Nyago Man Bebero Kenge. Lakini baada ya kuperform kama solo artist kwa muda mrefu, aliweza kuachia EP yake iliyokwenda kwa jina la My Life, ambayo ilikuwa imebeba track 5 na bonus track moja ambayo ilikuwa inaenda kwa jina la Emono. Lakini pia kubwa ikiwa ni track na ya yeye na Mzee Mzima, ambaye namzungumzia Mzee Mzima hapa, Beka Flavor. By the way, Beka Flavor amekuwa ni mtu ambaye anaonesha collab kubwa na wasanii ambao ni underground, ambao wanatokea chini. Lakini kumbuke pia Beka Flavor aliwahi kutoa kazi kubwa sana na Mzee Mzima Special Boy. Namzungumzia Special Boy, by the way, ambaye yule ulimuona kitamba kwenye track nyingi. Ukiachana na Special Boy tu, bado tuko na Fighter ambaye mpaka sasa ametuandalia kifurushi kingine ambacho kinakwenda kuachiliwa tarehe 31 Mei 2025. Ni mwaka huu, by the way. Na ukikumbuka kabisa track EP yake ya mwisho ina zaidi ya miaka 2 pale YouTube, lakini kwa takwimu za YouTube inaonyesha ni mwaka mmoja, ambapo iliachiliwa mnamo tarehe 16 mwezi wa 4 2023, ambapo EP ya My Life iliweza kuachiwa. So tumekuwa na mtiririko mkubwa wa EP hapa katikati. Ukilinganisha tulikuwa na AEF EP lakini iliyofunga mwaka wa 2024, lakini tumefungua mwaka na Random City kutoka kwake Gaspar, lakini ambao mpaka sasa hivi inaendelea kufanya vizuri, by the way, inaupiga mwingi. Je, ndugu yetu kwa tunavyomzoea, by the way, ukilinganisha na track zake ambazo ameachia hivi punde, je, ataweza kuuzima moto wa Random City ambayo imeweza kupokelewa kwa ukubwa mkubwa, lakini pia na melody nyingi ambazo zilikuwa ni za tofauti? Mastaa kibao wameweza kualikwa kwenye EP yake hiyo ambayo inakuja kwa jina la Dangerous Village. Lakini umekuwa kama vile kuna namna fulani hapo ukiangalia Random City, lakini pia ukija ukiangalia na hii nyingine inaitwa Dangerous Village, kuna namna fulani hapa kunakuwa na majina ya miji, tuelewe kila mtu amekuwa anatafuta uking ama vipi. Mastaa kibao sana amealikwa, by the way, na nikusii tu usipange kukosa EP ambayo inafanyika tarehe 31 Mei 2025. Huku ukipata tiketi zako kupitia mitandao ya kijamii ya Fighter, ukimdm pale at Instagram at Fighter Boy, utapata tiketi yako. So Fighter Boy amekuja kitofauti, na naamini hii itakuwa ni EP yake ya pili
labda tutarajia albamu, lakini kumbuke kwamba Fighter ni msanii ambaye anapambana sana kuhakikisha kazi zake zinakwenda vizuri, ukizingatia nguvu yake kubwa ikiwa kwa machallenger zaidi sana madem. So we think hapa katikati kutoka kuna kitu ambacho kitakuwa ni kikubwa baina yake yeye na Gaspar. So mimi ni nani? Mimi ni Mr. 911. Baki na usalie hapa Global Vibe TV. Subscribe ili wa kwanza kuendelea kupata taarifa zetu hapa Global Vibe TV.